Ni saa 12 katika saa 12 Afrika Mashariki, saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani na Israel zaendelea kushambulia Iran. Kutana na mkufuzi wa mbwa mwenye malengo ya kutoa mafunzo kwa wanyama kusaidia watu wenye changamoto za afya. Ninahitaji kujiendeleza zaidi. Nataka nije nifundishe mbwa ambao ni service dogs. Wana uwezo wa kuishi na mtu mwenye kifafa, kisukari, yale magonjwa ambayo mbwa anaweza aka-assist. Na katika gumzo tunaangazia virusi vya mafua ama flu vinavyolazimisha wanasayansi kutengeneza chanjo mpya kila msimu. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Serafina Robi, karibu. Asante sana Halima. Tukianza msikilizaji, ni kwa Israeli inasema imeanza wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Iran. Jeshi la Israeli linasema limekuwa likilenga maeneo ya kushambulia ikiwemo mifumo ya ulinzi. Mashambulio hayo mapya yanafuatia Iran kuishambulia Israel na nchi washirika wa Ghuba jana siku ya Jumanne. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema ndege moja isiyo na rubani ya Iran ilishambulia ubalozi mdogo wa Marekani mjini Dubai. Qatar inasema kombora moja la Iran lilipiga kambi moja ya wanajeshi wa anga wa Marekani, ingawa hakukuwa na majeruhi. Kumekuwa na mfululizo wa milipuko mikubwa katika mji wa Arbil, mji mkuu wa Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Milipuko ilisikika karibu na uwanja wa ndege wa Arbil unaohifadhi wanajeshi wa muungano unaoongozwa na Marekani. Zaidi na Beldin Waleula. Jeshi la Iraq linasema limenasa ndege isiyo na rubani ilikuwa ikizilenga ofisi za Marekani nchini humo huko Erbil. Eneo hilo lina makundi ya Wakurdi, baadhi yao wakiwa na chuki dhidi ya serikali ya Iran. Mwandishi wa BBC mjini Erbil anasema kuna ripoti kwamba Rais Trump, ambaye alizungumza na viongozi wa Kikurdi kwa njia ya simu wiki hii, alipendekeza makundi hayo yaanzishe uasi ili kusaidia kuangusha utawala wa Iran. Kwingineko ni kwa serikali ya Uingereza imesitisha maombi yote ya visa ya masomo kwa watu kutoka nchi za Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan, ikiwatuhumu kutumia vibaya mfumo wa ukimbizi wa Uingereza. Raia wa Afghanistan pia watapigwa marufuku kutumia maombi ya visa za kazi. Serikali ya Uingereza inasema idadi inayoongezeka ya watu wamekuwa wakitumia njia halali za uhamiaji kama lango la kudai hifadhi. Uhamiaji umekuwa swala tata katika siasa za Uingereza katika miaka ya hivi karibuni. Na mtandao wa kijamii wa TikTok umeambia BBC kuwa hautatumia teknolojia inayoweka ujumbe wa watumiaji wake kuwa faragha. TikTok ilisema usimbaji fiche au encryption huwezesha ujumbe wa mtandaoni kuonekana tu baina ya mtumiaji na mpokeaji, unaoweka watumiaji katika hatari ya madhara, haswa watoto. TikTok sasa ni tofauti na mifumo mingine mikuu kama vile Facebook na X. Mashirika ya kutoa misaada ya kuwalinda watoto yamepongeza TikTok, kwani mamlaka ya udhibiti zitaweza kuchunguza ujumbe wa faragha. Lakini hatua hiyo inaweza kuibua wasiwasi kuhusu usalama wa data kwenye mtandao huo unaomilikiwa na China. Hii ni BBC. Serafina Robi ametusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia ukiwa nchini Tanzania unaweza kusikiliza kupitia Radio 1 Stereo, Radio Free Africa, Classic FM, Abudu FM, CGFM na Radio Kwizera katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Nchini Kenya pia unatupata kupitia Mwanedu FM, Nyota FM, County FM na Pamoja FM. Ukiwa Uganda tunasikika kupitia Radio Paiza, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Marekani imesema imefanya mashambulizi zaidi ya 2000 nchini Iran tangu kuanza mashambulizi yake ya pamoja na Israel dhidi ya Tehran, huku Israel nayo pia ikithibitisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Zaidi na Serafina Robi. Kituo kikuu cha Marekani kimesema Marekani imeharibu mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran na kuzamisha meli 17 za jeshi la wanamaji wa Iran.
Taarifa ya video ya Admiral Brad Cooper inasema kuwa wanajeshi 50,000 wa Marekani walihusika. Pia amesema Iran imerusha zaidi ya makombora 500 ya balistiki na zaidi ya ndege zisizo na rubani 2,000. Kauli hii inajiri huku Israel ikianzisha mashambulizi mapya anga. Jeshi la Israel linasema linalenga maeneo ya kufanya mashambulio ya Iran na mifumo yao ya ulinzi. Iran inaendeleza kampeni yake ya kuishambulia Israel na nchi washirika wa Ghuba. Umoja wa Falme za Kiarabu unasema kuwa umekabiliwa na mashambulizi zaidi ya 1,000 huku ndege moja isiyo na rubani ikigonga ubalozi mdogo wa Marekani mjini Dubai na kuuchoma moto. Qatar imesema makombora mawili yamerushwa kutoka Iran. Moja ya makombora hayo yameshambulia kambi ya anga ya Al Udeid inayosimamiwa na Marekani, ingawa hakukuwa na majeruhi. Milipuko imesikika mjini Jerusalem huku kukiwa na taarifa za vifusi vinavyoanguka Tel Aviv. Nchini Iran, milipuko mikubwa imesikika siku nzima. Kumekuwa na mfululizo wa milipuko mikubwa katika mji wa Abel, mji mkuu wa Kurdistan kaskazini mwa Iraq. Milipuko imesikika karibu na uwanja wa ndege wa Abel unaohifadhi wanajeshi wa muungano unaoongozwa na Marekani. Jeshi la Iraq linasema limenasa ndege isiyo na rubani iliyokuwa ikilenga mashauriano ya Marekani huko Abel. Eneo hilo lina makundi ya Wakurdi, baadhi yao wakiwa na chuki dhidi ya serikali ya Iran. Mwandishi wa BBC mjini Abel anasema kuwa kuna ripoti kwamba Rais Trump ambaye amezungumza na viongozi wa Kikurdi kwa njia ya simu wiki hii anapendekeza makundi hayo yaanzishe uasi ili kusaidia kuangusha utawala wa Iran. Sarafina Robi. Serikali ya Uingereza imesitisha maombi ya viza za masomo kwa watu kutoka Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan, ikiwatuhumu kutumia mfumo wa maombi ya hifadhi wa nchi hiyo. Raia wa Afghan pia wamepigwa marufuku kuomba vibali vya kazi. Serikali ya Uingereza imesema kumekuwa na idadi kubwa ya watu wanaotumia njia halali za uhamiaji kama mbinu ya kuomba hifadhi. Katika siku za hivi karibuni, suala la uhamiaji limekuwa swala tata katika siasa za Uingereza. Zaidi na Florian Kaijage. Uingereza inasema serikali itasitisha viza za masomo kwa mataifa ya Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan na viza ya kazi kwa raia wa Afghanistan katika harakati kubwa, huku kauli dhidi ya uhamiaji zikiongezeka nchini humo. Kusitishwa kwa dharura kwa viza kumewekwa kwa mara ya kwanza kwa raia kutoka nchi 4 kufuatia kuongezeka maombi ya hifadhi kupitia njia za kisheria, ofisi ya mambo ya ndani ilisema katika taarifa. Hapo awali, Uingereza ilikuwa imesema ingetengeneza hadhi ya ukimbizi kuwa ya muda mfupi na kuharakisha uhamisho kwa wale wanaofika kinyume cha sheria, katika hatua ya urekebishaji unaolenga kuzuia kuongezeka kwa kauli za chama cha mageuzi cha watu wengi cha Uingereza na kukabiliana na unyanyasaji wa mfumo wa sasa. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Shabana Mahmoud alisema Uingereza itafanya hivyo daima, kutoa hifadhi kwa watu wanaokimbia vita na mateso, lakini mfumo wetu wa viza haupaswi kutumiwa vibaya. Ndio maana ninachukua uamuzi ambao haujawahi kutokea, kukataa viza kwa raia hao wanaotaka kutimiza vibaya ukarimu wetu, aliongeza katika nukuu hiyo. Ofisi ya mambo ya ndani ilisema Mahmoud ataanzisha sheria mpya wiki hii ili kurejesha utulivu na udhibiti mipaka ya nchi. Naam, Florian Kaijage. Leo ni siku ya pili ya mkutano wa viongozi wa kidini kutoka kundi la wahafidhina la kanisa la Anglikana uliofunguliwa jana jioni katika mji wa Abuja, mji mkuu wa Nigeria. Viongozi hao kutoka Afrika, Asia, Australia na Amerika wanadhamiria kumchagua mpinzani wa askofu mkuu wa kwanza mwanamke wa Canterbury kesho Alhamisi. Sarah Mullally kutoka Uingereza anatarajiwa kutawazwa rasmi kama askofu wa 106, kiongozi wa ushirika wa Anglikana duniani katika sherehe za kifahari mwishoni mwa mwezi Machi. Hata hivyo, kuteuliwa kwake kumezua mgawanyiko wa fikra nchini Nigeria na kwingineko duniani. Wakristo wengi wenye msimamo mkali wanaamini kuwa ni mwanamume pekee anaopaswa kuwekwa wakfu kama maaskofu. Isabela Magodi na taarifa zaidi. Ni ibada ya Jumapili mjini Lagos. Liturujia na sala ni zile zile zinazofahamika kwa Anglikana wengi duniani, lakini kanisa la kimataifa la Kianglikana liko mbali na kuhimili umoja wake. Hapa Nigeria,
Uteuzi wa mwanamke kuwa askofu mkuu wa Canterbury umezua mjadala mkali. Nilizaliwa Mwanglikana na sijawahi kusikia jambo kama hili, na sidhani kama ni la Kikristo. Ukiangalia Biblia na mitume, hakukuwa na mwanamke miongoni mwao. Kwa hiyo mwanamke kuwa kiongozi wa kanisa la Kianglikana nchini Uingereza, sidhani kama itaenda vizuri. Wiki hii viongozi wa fidhina wa kanisa kutoka sehemu mbalimbali za dunia watakutana katika mji mkuu wa Abuja. Huko watapiga kura kumchagua kiongozi mbadala kuwaongoza, hatua inayotafsiriwa kama changamoto ya moja kwa moja kwa kiongozi wa sasa wa Kianglikana Sarah Mullally. Kundi hilo linalojulikana kama GAFCON liliundwa mwaka 2008 kufuatia tofauti za kitheolojia kuhusu swala la ndoa za watu wa jinsia moja. Profesa Diarmaid MacLeish, profesa mstaafu wa historia ya kanisa katika chuo kikuu cha Oxford, anaelezea. Huu mkutano ni wa kuleta mgawanyiko. Ni hatua ya kutekeleza vitisho ambavyo kundi la GAFCON limekuwa likitoa kwa miaka 15 iliyopita. Hawa ni viongozi wote wanaume wanaokutana barani Afrika kuthibitisha msimamo wao ambao hauwaridhishi wengi katika makanisa ya Kianglikana, yaani uaskofu wa kiume pekee anayeamua mambo. Calling the shots. Katibu mkuu wa ushirika huo Askofu Anthony Pogo anasema suluhisho ni kukaa chini na kuzungumza. Anasisitiza kwamba yeyote anayetaka kujiondoa anapaswa kufuata taratibu rasmi za kanisa. Tunahitaji kupitia mifumo yetu iliyopo kama kamati ya kudumu au masinodi ya kila jimbo badala ya kufanya mambo nje ya taratibu hizo. Lakini nini hufanyika pale ambapo sehemu ya familia inakataa kufuata utaratibu huo na kuishi kama kwamba tayari wamejitenga? Kwa kweli watu wakichukua msimamo, hakuna mengi unaweza kufanya. Labda suluhisho liko kwa vijana. Baada ya ibada, Alexander Olasinde mwenye umri wa miaka 34 anaelezea kuwa uhusiano wa Canterbury ni muhimu kwake licha kutokubaliana na baadhi ya msimamo ya kisiasa ya kitheolojia. Tumeunganishwa na kanisa la Uingereza, ndiyo, na hilo ni jambo la maana kwangu. Natazamia kuona ushirika wa Kianglikana ukiendelea kuwa pamoja. Bila kanisa la Uingereza, binafsi ningehisi pengo. Uhusiano kati ya kanisa la kwanza la Kianglikana Uingereza na makanisa mengine duniani unaonekana kuwa katika hali tete zaidi. Naam, Isabela Magodi huyo akitupa nafasi sasa ya kuangalia michezo na Florian Kejage, karibu. Asante sana Halima Nyanza. Tuanzie katika ligi kuu ya England ambako imepigwa michezo minne usiku wa kuamkia hii leo. Majogoo wa Anfield Liverpool wamekubali kipigo cha magoli 2-1 kutoka timu iliyo mwishoni kabisa mwa msimamo wa ligi, Wolves. Goli la Andre da Costa Neto, raia wa Brazil, dakika za mwisho kabisa lilihakikishia ushindi Wolves ambayo imeshinda michezo mitatu tu kati ya michezo 29. Matokeo hayo yaliyoshangiliwa mno na kocha wa Wolves Rob Edwards yamekiweka kikosi cha Arne Slot katika hatihati ya kufuzu kucheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Katika michezo mingine, Everton ilijipatia ushindi wake wa kwanza wa nyumbani wa magoli 2-0 dhidi ya Burnley tangu kuanza kwa mwaka 2026. Leeds United wakicheza nyumbani ilikubali kichapo cha 1-0 dhidi ya Sunderland, huku Bournemouth na Brentford zikitoshana nguvu kwa sare ya bila kufungana. Ligi hiyo itaendelea hii leo kwa michezo mitano. Miongoni mwa michezo ya kusisimua ni Aston Villa dhidi ya Chelsea na Newcastle United wakiwakaribisha Manchester United wakitaka waite mashindano mekundu walio katika kiwango bora kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wala hatajali iwapo Iran ishiriki fainali za soka za kombe la dunia baadaye mwaka huu 2026. Maoni ya Trump yanakuja wakati Marekani na Israel zikishambulia Iran ambayo imejibu kwa kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa yanayoshirikiana na Marekani katika Ghuba katika mzozo unaozidi kukua. Marekani ni wenyeji wa kombe la dunia litakalofanyika kati ya Juni 11 na Julai 19 pamoja na Canada na Mexico. Katika tenisi, wachezaji na maafisa walilazimika kukimbia kutoka uwanja wa mashindano ya ATP Challenger huko Umoja wa Falme za Kiarabu wakati shambulio la ndege isiyo na rubani ya Iran iliposababisha moto kuzuka katika bandari ya mafuta iliyo takriban umbali wa kilomita 10 kutoka uwanjani hapo. Michezo miwili ilisitishwa huko Fujairah ambayo ipo umbali wa takriban maili 90 mashariki mwa Dubai mara tu baada ya bandari ya jiji kushambuliwa asubuhi ya jana Jumanne. Baadaye ATP iliifuta michezo mingine ya mashindano iliyokuwa imesalia.
Katika cricket, kombe la dunia la T20 linaendelea hii leo Jumatano kwa hatua ya nusu finali, ambapo Afrika Kusini itakabiliana na New Zealand, huku nusu finali ya pili ikipigwa kesho Alhamisi kati ya England na wababe India. Tumalizie nusu finali ya kombe la mfalme huko Hispania. Mabingwa Atleti Barcelona wamevuliwa rasmi ubingwa baada ya kutolewa na Atletico Madrid kwa jumla ya mabao 4-3 licha ya kushinda 3-0 nyumbani usiku wa kuamkia hii leo kufuatia kichapo cha 4-0 katika mchezo wa kwanza ugenini. Atletico Madrid sasa inangojea mshindi kati ya Real Sociedad na Athletic Club kwa ajili ya mchezo wa fainali. Ni hayo asubuhi hii katika mchezo kwako. Asante sana Kaijage. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Marekani na Israel zaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Iran. Kutana na mkufunzi wa mbwa mwenye malengo ya kutoa mafunzo kwa wanyama hao kusaidia watu wenye changamoto za afya. Na katika gumzo tunaangazia virusi vya mafua ama flu vinavyolazimisha wanasayansi kutengeneza chanjo mpya kila msimu. Naam, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Katika jamii ambayo wengi huwachukulia mbwa kama wanyama wa kawaida tu, wapo wanaobadilisha mtazamo huo na kuonyesha uwezo wake mkubwa wa mafunzo ya kitaalamu ya wanyama hao. Lisa Fikenshaw ni mmoja wao. Mkufunzi wa mbwa sio tu anafundisha utiifu, bali pia nidhamu, uaminifu na mahusiano bora kati ya mbwa na mmiliki wake. Kupitia mbinu za kisasa na uzoefu wake, ameweza kuzisaidia familia nyingi kuwa salama na utulivu majumbani mwao. Mwandishi wa BBC Omar Mkambara alikutana na Lisa na kuandaa taarifa ifuatayo. Anatikisa mkia kwamba sasa ameanza kujiamini. Hivyo ndivyo mazungumzo yangu na Lisa yalivyoanza. Ni mwalimu wa mbwa na hapa alikuwa akinieleza namna anavyofundisha mbwa wake. Lakini je, wazo la kuwa mwalimu wa mbwa alilipata wapi pamoja na ujuzi huu? Nilipata changamoto kidogo ya kiafya. Ikafika mahali madaktari wakaniambia kuanzia sasa jaribu kufanya kazi ambayo utumii sana akili, uchoshi sana akili. Kwa sasa nikawaza nifanye nini, nikasema mbwa. Kwa sababu kwanza nawapenda. Nilikuwa nafanya online courses, alafu nikishasoma online na kuja nafanya practicals kwa mbwa. Kwa hiyo nikawa napata matokeo. Kwa hiyo sio kwamba tu nimeamka nikaamua naanza kumfundisha, hapana. Pia nimepitia mafunzo na masomo online mengi. Lisa, mbwa anapoletwa kwako, nini hasa ambacho unakifanya ili kuweza kumfundisha vizuri? Cha kwanza inategemea yule mbwa baada ya mafunzo anaenda kuishi wapi. Lakini hatua za mwanzo kabisa ni lazima mbwa ajifunze basic commands, zile commands nyepesi kama hivi njoo, kaa, alafu afundishwe obedience, kutii. Akishaweza kuzielewa zile basic, akazijua basic, baada ya hapo sasa kama ni wa ulinzi ndo anaingia stage ya kufundishwa mambo ya ulinzi. Kwa sio tu anafundishwa kuattack, anafundishwa na namna ya kujilinda yeye kama yeye asidhuriki. Ushawahi kung'atwa na mbwa yoyote katika harakati zako za kuwafundisha? Na je, inakupa kipato ambacho kinakuendeshea maisha yako? Kwenye kazi ya mbwa anayoifanya haijawahi kutokea kwamba mbwa ameamua kwamba anataka kuja kuning'ata mimi. Hiyo haijawahi kutokea, ila nimewahi kung'atwa na mbwa mara 2. Hata mimi inanisaidia katika riski. Siwezi kusema kikubwa sana au kidogo sana, lakini inanisaidia tofauti na kukaa bure. Malengo yako makubwa haswa ya baadaye kama mwalimu wa mbwa, kama ambavyo mwenyewe unajiita, ni yapi haswa? Ninahitaji kujiendeleza zaidi kimasomo. Nataka nije nifundishe mbwa ambao ni service dogs. Wana uwezo wa kuishi na mtu mwenye kifafa, wana uwezo wa kuishi na mtu mwenye kisukari, yale magonjwa ambayo mbwa anaweza aka-assist. Kwamba mtu ameanguka mwenye kifafa ajue amshike wapi, let's say ana kifafa cha miguu, cha kichwa, mbwa amsapoti wapi asiumie, ajue kumletea dawa mgonjwa anapozidiwa, maji. Jango watch. Geoffrey Joshua ni daktari wa mifugo. Hapa anaelezea umuhimu wa kuwafundisha wanyama kama paka na mbwa. Ukiangalia wanyama kama mbwa na paka wanatumika pia kama sehemu jamii. Sasa ukiwa unaishi na mnyama wa aina hiyo ambaye ipo karibu na wewe, ni muhimu sana kujua tabia zake cha kwanza, na yeye kujua tabia zako. Mateo Tesha ni mfugaji wa mbwa ambaye mbwa wake alifundishwa ulinzi na Lisa. Nilipeleka aina 2 za mbwa. German Shepherd nilipeleka kwa ajili ya kutrain kwa ajili ya ulinzi wa hapa nyumbani na mambo mengine kawaida. Kwa hiyo amerudi hapa, komandi zote wamezielewa vizuri kabisa. Taarifa yake Omar Mkambara.
Mafua ama flu influenza, virusi vyake hubadilika kila mara na kulazimisha wanasayansi kutengeneza chanjo mpya kila msimu. Hata hivyo, ripoti mpya kutoka BBC inaeleza kuwa wanasayansi sasa wanakaribia kupata chanjo ya kudumu. Nimezungumza na Dr. Joy Kabyemela aliyeko Manchester, Uingereza, pamoja na daktari bingwa magonjwa ya ndani na mtafiti Elisha Usati akiwa Tanzania, nikitaka kufahamu zaidi kuhusu mafua. Mafua ni ugonjwa, lakini pia ni dalili ya ugonjwa, kwa sababu magonjwa mengi yakiwa naanza, especially za virusi, lakini wakati mwingine na bakteria, moja wapo ya dalili inakuwa ni mafua. Huku kwetu Afrika ni kwa tunasema kwamba hii mafua sio nani sana, lakini wenzetu wazungu kwao wanakuwa ni ugonjwa mkubwa. Lakini pia inategemea hata huku kwetu. Kwa mfano tulikuwa na mafua, kwa mfano ya COVID, ilikuwa ni ugonjwa serious ambayo ilileta shida. Inaanza kama mafua, lakini baadaye inaenda kwenye kushambulia pia na mapafu na njia ya hewa ya juu, lakini pamoja na chini ambayo ina pamoja na mapafu. Na watoto au wazee ambao labda kinga zao zimeshuka, wakati mwingine mafua inaweza kuwa ni ugonjwa mkali ambayo akafanya mtu akalala kabisa, kushindwa kufanya na kazi zake. Dr. Kabyemela, nchi za Ulaya mafua ni ugonjwa mkubwa. Kwa nini tofauti na kama kwetu tunavyochukulia? Labda nifafanue hapo kidogo kuongezea kwa maelezo aliyotoa mwenzangu hapo. Mafua kama tunavyoyafahamu huko kwetu nchi za Afrika, ambayo ni yaiti mafua ya kawaida, hayo yapo hapa pia na yanachukuliwa katika hali ile ile tunayochukulia kule nyumbani. Haya yanasababishwa na virusi tofauti na virusi vinavyoleta yale mafua makali ambayo ndio yanaitwa flu au influenza. Ni aina tofauti kabisa za virus. Kwa hiyo haya ni magonjwa mawili tofauti. Ingawaje dalili zake zinaweza kuwa zinafanana, lakini kwa ile flu au influenza zile dalili zinakuwa kali zaidi kwa kiasi kikubwa, na hiyo ndio ambayo huwa inaleta hali ya taharuki na mtu kuumwa sana, na mara nyingi inakuwa katika kipindi fulani cha mwaka, yani ni seasonal. Sasa yale mafua ambayo ni yaiti mafua ya kawaida ambayo tumeyazoea kule nyumbani, hata hapa yapo na yanatokea mwaka mzima na yanachukuliwa kwa namna ile ile, mtu anaendelea na shughuli zake lakini ana mafua. Sasa hayo yanasababishwa na virusi tofauti kabisa na virusi vinavyosababisha yale mafua makali ya influenza ambayo hayako common au hatuyaoni sana kule kwetu, zaidi kwa sababu hatuna vipindi vya baridi kali. Dr. Usati, wanasayansi wanafanya utafiti wa chanjo mpya inaweza kutoa kinga ya muda mrefu dhidi ya aina zote za mafua. Kwa nini mpaka sasa hivi hakuna chanjo ya ugonjwa wa mafua? Asante sana. Nadhani alivyosema Dr. Kabyemela kwamba huku kwetu hatuna season zaidi, yani zile majira ya mwaka huwa yanatokea, lakini sio kama kwa wenzetu. Kwa wenzetu, kwa mfano, kipindi cha baridi kinakuwa ni kipindi baridi ni kali sana. Kwa mara nyingi virusi hivi ambavyo tunazungumza huwa vina tabia ya kubadilisha pia maumbile yake. Inabadilisha aina fulani ya protein. Ikibadilika maana yake hata kinga ya mwili ambayo imetengenezwa na chanjo ambayo ilikuwa mwanzo, sasa kinga ya mwili inashindwa sasa kupambana na ule mdudu, kwa sababu akishabadilisha protein zake, kuna protein tunaita hemoglobin ambayo ni rahisi sana kubadilika kwa virusi kulingana na hali ya hewa. Kwa hiyo ile protein ikibadilika, maana yake na yeye anabadilika, anatengeneza kinga, anakuwa resistant, na anatengeneza kinga dhidi ya chanjo ambayo alipewa. Kwa sababu chanjo ukipewa inakutengenezea kinga, lakini sasa ile kinga inakuwa haifanyi kazi kwa sababu virusi vinabadilika kulingana na hali ya hewa inavyokuja. Kwa hiyo hii imekuwa ni shida kubwa sana. Kwa wanasayansi au wanaotengeneza chanjo hizi wamekuwa wakikumbana hili kama tatizo, kwa sababu ukipewa msimu huu unapewa chanjo hiki, ikifika msimu ujao virusi vimebadilika tayari, mdudu kama vile ni mdudu mpya, wanakwepa sasa kinga ya mwili. Nadhani pia ukiona ilivyokuwa imetokea kwa mfano kwenye H1N1 au H3N2 au kwa COVID pia ilivyokuwa, kwa mfano tunapata aina mbalimbali ya virusi kulingana na muda unaozidi kwenda. Kwa ni mabadiliko ambayo kama ikiwezekana kupatikana dawa ambayo inaweza kupambana na haya mabadiliko, inaweza kusaidia vizuri zaidi kuliko sasa hivi ambao kila season ikifika chanjo inakuwa inatokana na wadudu kubadilika. Dr. Kabyemela, kama alivyosema Dr. Usati hapa, na hii ripoti ambayo inaonyesha kwamba wanasayansi sasa wanakaribia kupata chanjo ya kudumu. Sasa kutokana na maelezo ambayo ametoa, hivyo virusi vinavyobadilika, je, itakuja kufikia kupatikana kabisa chanjo ya kudumu? Siku zote madaktari huwa tuna matumaini, na kwa hiyo niseme tunatumaini kwamba hii itaweza kupatikana. Itasaidia sana, lakini tusitegemee kwamba itakuwa kesho au kesho kutwa. Pengine bado kuna miaka hadi 5 hadi 10 mpaka hii ipatikane, lakini matumaini yapo, kwa sababu sasa hivi zile laboratories zinazofanya hizi tafiti wanafanya kwa mkakati ambao ni tofauti
tofauti na ule ambao umekuwa unatumika siku zote. Kwa hiyo sasa hivi wanalenga tofauti ya kirusi kutengeneza hizi sehemu ambayo haibadiliki sana. Sasa kama mwenzangu Dr. Osati alivyokuwa amesema, ile sehemu ya protein ambayo kwa kawaida ndio huwa inalengwa katika kutengeneza hizi chanjo huwa inabadilika sana, na kwa kawaida yale mabadiliko makubwa yakitokea, ambayo yanaweza kutokea mara moja kwa mwaka au miaka mitatu, lakini yakitokea kinakuwa karibu ni kirusi kipya kabisa, na chanjo zilizokuwepo hapo awali hazifanyi kazi. Sasa hiyo protein hiyo sasa hivi sio wanayolenga, wanalenga sehemu tofauti ya kirusi, na ndio sababu kuna matumaini makubwa kwamba hii itaweza kufanya kazi kwa aina zote za virusi na kwa muda mrefu zaidi, na ziko laboratories kadhaa ambazo zinajaribu kufanya hii. Nirudi kwa Dr. Osati, unafahamu tuna hofu sana ya chanjo, na tumeona kabisa kama ilivyokuwa kwenye COVID-19, kwa wengine ilikuwa ni heka kutokana na athari ambazo tunazisikia. Hii teknolojia ya mRNA iko salama? Kwa wasiwasi lazima iwepo wakati kitu kipya kinapokuja, na nadhani pia kwenye COVID tuliona wasiwasi ambayo ilikuwa kubwa, ambayo pia wasiwasi pia ambao ilichochewa pia of course pamoja na baadhi ya viongozi, lakini pamoja na watu katika jamii. Lakini teknolojia ya mRNA imetumika muda mrefu kutengeneza chanjo, lakini kinachotupa confidence zaidi ambayo inataka kutoa watu wasiwasi ni kwamba kwa mfano chanjo la COVID zilikuwa ni mRNA ambayo watu wamechoma, watu wamepata zile chanjo, wengine sisi tumepata na tuliambiwa kwamba zitatuletea madhara na nini, lakini ufuatiliaji mkubwa sana umefanyika na wizara zetu za afya, lakini kwenye WHO hakuna madhara ambayo tumeona yametokana na chanjo kwa mfano za COVID ambazo zilikuwa zina mRNA. Kwa hiyo tu inatosha kuweza kuambia kwamba hii ni teknolojia ambayo kwanza inasaidia chanjo kupatikana kwa haraka zaidi, lakini pia inakuwa na nguvu zaidi na kupunguza haya maambukizi. Kwa hiyo nadhani ni wasiwasi lazima uwepo, lakini tunataka kupata vipindi kama hivi kuweza kutoa watu wasiwasi kwamba wasiwe na wasiwasi na hii teknolojia ya mRNA ambayo sasa inatumika kwa ajili ya kutengeneza hizi chanjo. Ni njia ambayo ni salama na inatusaidia kutengeneza chanjo imara na kwa muda mfupi zaidi. Dr. Kabyemela, kuna imani kwamba wenzetu huko ambako mko katika nchi zilizoendelea labda mnapata tiba iliyokuwa bora zaidi kushinda katika nchi za Kiafrika huku. Sasa unadhani labda kutoa hofu tu watu, chanjo kama hiyo ambayo inapatikana huku Afrika, je, na kwa nchi za Ulaya ni chanjo ni hiyo? Tatizo letu kubwa sio wasiwasi kuhusu usalama wa hizi chanjo. Changamoto kubwa tulionayo katika nchi zetu ni misinformation, kwamba watu wanapata habari ambazo hazina msingi, zinawapotosha, na inakuwa mbaya zaidi inapokuwa hii kitu kama hii kinatoka kwenye vinywa vya pengine watu wa kuaminika kwenye jamii. Hili ni tatizo kubwa sana. Sasa kujibu swali lako kwa ufupi, hakuna tofauti kati ya chanjo zinazotolewa katika nchi za Ulaya au nchi za kaskazini na chanjo zinazokuja katika nchi za Afrika au Asia au Latin America. Ni chanjo ile. Mimi pia ni mwenyekiti wa kamati ya taifa ya maadili ya utafiti, ambayo hakuna chanjo au dawa ambayo inaingia nchini bila kufanyiwa utafiti. Kwa lazima ipite kwenye kamati ya utafiti kuweza kuhakikisha kwamba inafanyiwa kazi vizuri na kuweza kuangalia madhara yake. Kwa kuongezea hapo, nafikiri tuwe na mtazamo wa muda mrefu. Hizi chanjo zikipatikana tuzitumie, kwa sababu influenza au flu isiwe inatusumbua sana huko nyumbani, lakini tukumbuke kwamba influenza imeshaleta milipuko ambayo imeleta madhara dunia nzima. Naam, ni Dr. Joel Kabyemela huyo aliyeko Manchester, Uingereza, pamoja na daktari bingwa magonjwa ya ndani na mtafiti Elisha Osati kama nilivyozungumza nao katika gumzo. Hassan Chiepo unatusikiliza kutokea Montopez, Msumbiji. Asante sana. Hassan Hamadi unasema Irani na uwezo mkubwa wa kuvumilia mapambano na hali ngumu ya kiuchumi. Msikilizaji, Amka na BBC iliyosimamiwa na Sarafina Lobi haina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Sambatenzi na Hebet Masue, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza na kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vyetu vijavyo, na usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni. Kwa heri kwa sasa.